Pastor, shikamoo. Marhaba. Karibu katika mazungumzo haya. Amen. Tumefurahi kuwa na wewe. Amina. Tunaheshimu neema ambayo Mungu ameweka juu yako. Amen. Tunashukuru kwa muda wako. Tunajua una ratiba nyingi, lakini umekubali kuwa na sisi jioni ya leo, kwa hiyo tunashukuru. Amen. Amen. Kwa kwanza, una miaka mingapi mchungaji kwenye ndoa? Sasa hivi nakaribia 37. Aisee, unaweza ukamshangilia Bwana kwa ajili ya hiyo. Hakika tunaamini tutapata madini. Miaka 37 ni miaka ya mtu mzima kabisa. Haleluya. Ndio. Okay. Nitaenda direct kwenye maswali yangu. Nitauliza maswali kwenye sekta mbalimbali. Nitauliza kwenye masuala ya mawasiliano, mahusiano, matumizi ya fedha kwenye familia, malezi ya watoto na mambo mengi yanayohusu familia. Amen. Okay. Swali langu la kwanza lina base kwenye eneo la mawasiliano. Ni ipi njia nzuri ya mawasiliano inatakiwa kutumika pindi panapokuwa na tofauti au ugomvi kati ya wenza wawili? Njia ipi itumike kuwasiliana ili kuweza kutatua hiyo changamoto iliyokuwa hapo katikati? Karibu baba. Asante. Swali zuri, kwa sababu kipimo kinachoonyesha kwamba wanandoa kuna shida ni kwenye eneo la mawasiliano, kwa sababu mawasiliano huwa yanaonyesha connection kati ya wanandoa kama wako salama, kwa sababu usalama siku zote shetani akishambulia ndoa, eneo analoshambulia ni mawasiliano. Akikata mawasiliano, tayari hata wanandoa wanajua sasa hatuko sawa, kwa sababu kila mmoja anaamka msalimii mwenzake, kila mmoja anaondoka haagi, kila mwingine akitoka safari hatoi taarifa kama nakuja. Yaani kila kitu humo ndani inakutana kwa kushitukizana. Hata mama anaweza kama amepika chakula tayari, lakini hata kumwambia mwenzie chakula kiko tayari, amekiweka hapo mezani, anasema kwani yeye haoni. Unaona, kwa sababu tayari mawasiliano hakuna. Kwa mawasiliano ni kipimo cha kuonyesha kama mko salama au hamko salama. Na ndio maana hata upande wa nchi hizi za kwetu ambazo vita ikitokea, adui anakimbilia kukata mawasiliano. Ndio maana unakuta mawasiliano mengi ya wanajeshi yako tofauti na haya tunayotumia, kwa sababu wanajua haya yanaweza kushambuliwa wakati wote, minara ikapigwa, nini ikapigwa, kwa wao wanakuwa na mawasiliano yao. Kwa mawasiliano ni kifaa ambacho kinajenga uhusiano kati ya watu kuanzia wawili. Wakikosekana hapo kwenye mawasiliano, tayari ufa unakuwa upo hapo katikati. So swali lako umeuliza swali zuri, kwa sababu hapo ndipo palipo na uzima wa watu. Na ndio maana nakumbuka hata kipindi Mungu amekosana na Adamu, kitu cha kwanza ambacho kilionekana kama Adamu amekosea, hakutaka kuwa na mawasiliano na Mungu. Alienda kajificha mpaka Mungu anamtafuta, kwa sababu tayari hapo katikati kuna kitu kimeingia. Sasa swali lako umeuliza njia gani zinaweza kutumika. Nafikiri ilikuwa kwamba kurudisha kwa lugha nyingine mawasiliano ambayo ni kama yamepata changamoto. Kwa sisi wanandoa tuna njia zetu. Asubuhi niliwahi kusema kwamba kila familia wanafahamiana kabisa. Kwa mfano, kila mmoja anajua mwenzangu anapenda nini. Kwa mfano, kama mama anajua mume wake anapenda mpira na anataka kuanzisha mawasiliano kati yake na yeye, anapitia kwenye hicho, anaingia humo kwenye mpira. Watu wa Arsenal nao wamefanyaje? Wanavyoshangilia, ni kawaida, tayari wanaanza yani wameingilia hapo. Kama ni mwanaume amekosana na mke wake, lakini anajua mke wangu anapenda tamthilia au anapenda vitu fulani, kwa hiyo unaingilia kule ambako mwenzio anapenda. Kwa mfano, kama unajua mwenzio anapenda mwe mnatoka out, lakini anaona kabisa mawasiliano hapa ndani hayapo, na muingiaje? Kwa sababu
Mawasiliano yakipotea, lazima wepo mmoja wa kuyatafuta, ambaye akili tarudi haraka kwamba hapa hatuko sawa. Nenda polepole, unamwambia una nafasi leo tukale kitimoto. Mwanzoni ataonekana kama, lakini kwa sababu una lengo la kurudisha mahusiano na mawasiliano yaendelee. Kwa hiyo mama ataanza, kwa sababu umegusa kwenye kile anachokipenda. Kwa hiyo njia nzuri ni kuanza na kile ambacho mwenzio anakipenda, ndio unaingilia hapo, kwa sababu huwezi tu kumwingia tu na kuanza kumsemesha maneno mengine ambayo hapendi, ndio utazidi kuweka ufa wa mawasiliano. Kwa hiyo unaanza na kile anachokipenda. Haleluya. Amen. Umesema nianze na anachokipenda. Ndio. Nini sasa nifanye ikiwa mwenza wangu tukiwa katika hiyo changamoto na natafuta njia ya kile anachokipenda lakini hanisikilizi? Unajua communication, yani mawasiliano ni kitu ambacho wakati mwingine ni kama umewahi kuona wakati mwingine network inapotea. Ndio. Lakini unajaribu kuisearch. Sasa unapoisearch haiwezi kuja hapo hapo. Lazima uwe na kamuda ka kuisubiria. Unaisubiria. Kwa na yeye ukiongea hiki unaona kama na road. Yaani alispond haitikii vizuri. Usimforce, mpe muda tena. Alafu tena unarudi. Kikubwa tu uwe mvumilivu, wewe ambao unataka kuyaunganisha. Kwa sababu kuunganisha network iliyopotea sio kitu cha papa. Kuna wakati kitarudi. Sasa usikate tamaa. Unaendelea kumvumilia. Umeongea hii ya Arsenal hajaitikia. Unaona, unamwambia Yanga nao wanatamba. Bado unaona kama yuko mbali. Sijui nini. Ukiona hii unatafuta tena kitu kingine anachokipenda. Kama napenda kahawa, unamuuliza ni kuandalie kahawa. Unakuta pole pole. Kuna baba mmoja alipoona mke wake hataki kurespond, alichofanya akakaza mifuniko yote. Mfuniko wa chumvi akakaza, mfuniko wa chupa akakaza, alafu vitu vingine akaweka juu ya kabati, yani juu kabisa. Anajua mke wangu ni mfupi, lakini hawezi kufikia, akaweka huko juu. Alafu akawa anamwangalia. Sasa kila kitaka kufungwa hiki ni kigumu, anamwambia nikusaidie. Anampa, anafungua. Alafu yeye akifungua asema kumbe ulikuwa hujajikaza sana. Nafikiri. Pole pole anaanza kuwini moyo wake. Mwisho anajikuta ameupata. Na mwisho anaanza kuzungumza. Mwisho kutokana na chupa iliyogoma kufunguka. Kwa hiyo lazima uwe na akili nyingi ya kumjua mwenzio anapenda nini. Kama mama kanadeka sana, kawekee vitu ambavyo hakataviweza, lazima katakuita. Unaona? Ndio. So kuishi, ndio maana siku zote nafundishaga kuishi na mtu ni tekniki. Ni tekniki. Kuna wakati mwenzio homa inakuwa juu, pressure inakuwa iko juu. Yaani kitu ulichokifanya kimemfanya apotee kabisa, yuko juu. Kwa hiyo inabidi umshushe polepole. Mshushe polepole mpaka unajikuta mawasiliano yamerudi. Amina. Haleluya. Nadhani tunaendelea kuchukua madini. Haleluya. Okay. Eneo la mawasiliano, nadhani kwa maswali niliokuwa nimeandaa umepita kote kwenye vipengele vyangu. Okay. Tunaingia kwenye ishu ya mgogoro. Sawa. Swali langu linasema kwamba je, ni kawaida wanandoa kugombana mara kwa mara? Maana tumekuwa tukiona kwenye jamii wanandoa wana quarrels za hapa na pale. Siku moja nilifundisha, ingawa watu hawakuelewa, lakini nikasema sio kila migogoro ni shetani. Waswahili wanasema kila mtu wanasema akili ni nywele. Maana yake kila mtu ana zake. Mfano mmoja nitaka kutoa lakini sio mzuri. Ngoja niachane nao. Yaani sio hauna afya. Hauna afya kwa sababu niliwahi kuhubiri siku moja, ilikuwa somo zuri sana.
lakini lugha inayotumika sasa haina afya. Yaani kwa sababu nilikuwa nasema kila mtu ana uchafu tumboni. Si ni kawaida? Mwangalie jirani yako, mwambie hata umo. Mwambie kila mtu ana uchafu wapi? Tumboni. Lakini kabla haujatoka ni chakula. Si ndio? Ndio. Ukitoka ndo unageuka uchafu. Unapewa jina lingine. Lakini ukimwambia mtu mbona tumbo kubwa, hasemi niko na uchafu. Anasema nimeshiba chakula. Kwa hiyo kikiwa tumboni chakula, kinapoenda kutoka ni uchafu. Kwa hiyo kila mmoja ana uchafu wake. So hii migogoro inayotokea katika ndoa, nawaambia watu siku zote, wakati mwingine sio shetani, wakati mwingine akili. Kwa sababu ndoa yoyote ya watu wenye akili, kuna wakati mtakosana. Kwa nini mtakosana? Kwa sababu akili haziwezi kufanana. Kuna kitu utakifanya mwenzio hata kielewa, mpaka mueleweshe. Sasa kabla hajaelewa lazima tapaniki. Sasa kule kupaniki sio shetani hajaelewa kitu ulichokifanya. So mara nyingi tunakimbilia kwamba shetani ametuingilia. Hapana, wakati mwingine sio shetani, akili zenu zinapimana. Kwa sababu siku moja nilisema, ukiona pia kutoka Januari mpaka Disemba mkosani, pia hiyo ndoa iko na shida. Yaani ni kwamba akili zenu hazina akili. Kwa sababu kila kitu namuelewa mwenzako na yeye, yani hakuna mahali ambapo akili yako ina judge, inakosoa kitu alichofanya mwenzako. Yani no, hii ni kitu ambacho hakiwezekani. Lazima kwenye ndoa mtapishana, kuna kitu utafanya. Wewe angalia tu hata kwenye kwaya, yale makanisa ambayo yako na kwaya, unakuta mwimbaji mmoja anasema anapenda wimbo atakaporudi Yesu, mwingine anasema msalabani pa Mwokozi, mwingine anasema wamama changamuka, sijui mwingine unajikuta wakati mwingine kwaya, yule DJ wale ambao wanaimba kwaya za kutumia flash, huyu anasema, mwingine anasema, yaani kila mmoja anachagua nini? Kwa sababu akili za waimbaji mle kwenye kwaya ziko tofauti. Kwa hiyo kuna wakati mwingine hatapenda ule wimbo, hataimba, lakini hatafurahia kwa sababu kuna wimbo alitaka. So hata kwenye familia kuna vitu vingine, mimi nataka, mke wangu hataki, mke wangu anataka, mimi sitaki. Kwa hiyo nikikifanya automatically tu huyu atapaniki, na kipaniki kitategemea na lugha atakayotumia kuniambia hicho kitu ambacho yeye hajataka. Anaweza katumia lugha ambayo haiko sawa na mimi, tena ikaamusha kitu kingine. So kwenye familia kukosana ni kitu cha kawaida sana, ila mnapaswa watu kuwa na akili kwamba kukosana hakumaanishi mpendani, hakumaanishi mtaki mwenzako, lakini kuna vitu amefanya hujapenda. Kwa hiyo utamuonyesha kama hujapenda, na yeye anatamani kwa nini hujaelewa alichokifanya. So ndio unakuta hiyo conflict zinatokea hapa. Amen. Nashukuru kwa majibu hayo. Kipengele changu cha pili kuhusu migogoro, ni njia gani bora ya kusuluhisha ugomvi au kutatua changamoto hiyo iliyotokea ya kutofautiana kwenye ndoa? Niliwahi kusema siku moja kwamba nilikuwa tunatumia hilo kwamba kila palipo na wanandoa wawili kuna mwenye akili na ambaye ni saa 10 kasoro. Yaani akili yake haiko stable. Yaani kwamba Mungu alivyo waajabu, anaunganisha mwenye akili mmoja na mwingine ambaye yaani kama dishi limeyumba lakini halijayumba, kama kuna channel zinasoma channel hazisomi, lakini anawaunganisha hapo. Sasa utajueje wewe una akili timamu? Ni kwamba mwenye akili timamu mkizozana, siku zote yule mwenye akili timamu huwa anatafuta njia ya kumaliza hiyo changamoto. Na jana hapa nimesema, nafikiri ni jana juzi, nilisema sio
kila vita tunashinda kwa kushinda. Nimesema kuna vita tunashinda kwa kushindwa. Yaani unapokubali kushindwa ndio ushindi wenyewe. Amen. Kwa maana ya kwamba kama mmegombana, mko katikati ya migogoro, huyu ambaye tunaamini siku hiyo ndo akili zake zitakaa sawa, zitakuwa ziko sawa, ndiye atakayemaliza huu mgogoro kwa yeye kushuka. Kushuka kwa maana anaanza kumwomba msamaha mwenzake. Siku zote ukiona mtu anakuomba msamaha, sio kweli amegundua makosa yake. Wengine makosa ni yako, lakini kwa sababu hujayaona, kwa anakuazima kichwa chake, anakuazima kichwa chake kilichoona makosa, kwa anaingia kutubu hilo kosa, kwamba Mungu ni ndugu yangu nisamehe, mke wangu nisamehe, au mume wangu nisamehe, hapa nafikiri mimi ndio nimekosea. Wewe unasema kweli kabisa, kweli nimekosea, lakini kumbe ni wewe uliyekosea, ila mwenzio ametumia kichwa chako kulimaliza tatizo. Barabarani tunasema dereva ni wewe, au wenzako wote ni vichaa, na tumewapa majina. Kuna dereva nyoka, ni hao wanaingia na kutoka, ni madereva nyoka. Kuna madereva kenge, ni wale wanaokurupuka, hajaangalia vizuri mbele, mwisho na anataka kufanya ajali. Kwa hiyo inabidi wewe umsaidie kenge, uingie pembeni ili apite. So kuna madereva hao. Kuna madereva kinyonga ambao yani mbele kweupe lakini kamwendo kake. Kwa hiyo inabidi tu utafute njia namna ya kumovertake kwenda, lakini sio kumgonga, kwa sababu ndio madhaifu. Hasa wanasema tumia gari lako kuendesha na magari ya wengine. So kwenye ndoa kuna wakati unatumia kichwa chako kuendesha kichwa cha mwenzako. Unaona kabisa hapa cha moto, wewe ndio unakishusha. Unaona hapa kabisa mwenzio amepaniki, wewe ndio unamtuliza. Unatumia kichwa chako kucontrol kichwa chake. So sometime unakimbia kuomba msamaha faster kabla huyu maji hayajachemka. Unaona ndo kabisa, kwa sababu kwenye ndoa tunasomana. Unajua tu mwenzangu sasa mvua inataka kunyesha, hii jambo hajafurahia, amenani shuka. Kuna siku moja mimi nilikuwa nimeenda kwenye mkutano, tulienda na mke wangu, mikutano ambayo tunaendaga na mke wangu. Tulikuwa tunatoka nyumbani tunaenda Kera kuhubiri. Wanaanza kwenda kuonania Morogoro, wanaenda kwenda kuonania Chalize, wanaenda mpaka viroji vya Mbagala, sijui wake. Wanaanza kwenda vificho. Maana alisema mkiniona naye mtaniona nani? Mbwa. Sasa mbwa zinaonana usiku, zinaenda kuonana mahali fulani. Kwa sababu gani? Upendo sasa umerudi. So wanandoa kuna kipindi unashuka, na ukishuka ndio kipindi ambacho najua utauliza sasa tutaupandishaje. Ndio kipindi ambacho ukishuka na muwai haka kana akili nyingi. Ukishuka ndio kipindi ambacho kama unataka kununua zawadi, ndio kipindi hicho sasa. Ukiona kabisa upendo wetu kama uko chini, ndio kipindi cha kuboost, kumletea mwenzio zawadi, kumtoa auti, kumfanyia shopping, kufanya hiki. Mna boost pendo linarudi tena kule juu. Likiwa juu usimpe zawadi, kwa sababu hata ukimpa hata ioni. Umewahi kuona kuna kipindi mmependana kiasi kwamba hata ukimpa zawadi anasema na wewe hii ndio kitu cha kumpa mtu hiki? Kwa sababu pendo lenu liko, hata vitu havionekani thamani, mnaonana thamani nyewe wenyewe. Lakini ukitaka kuona ni kipindi ambacho umewahi kuona wazungu wakikosana ndio wananunuliana maua, ndio wanaleteana zawadi, wanajaribu kulisukuma pendo tena lirudi kule juu. So kwa majibu yako uliuliza swali, inaweza kutokea? Ndio, huwa inatokea, na kila wanandoa huwa inatokea. Sema kuna wengine ambao ikitokea wanajaribu kumaintain kuona kama haijatokea, inashuka wote kwa pamoja kwamba inatokea upendo umeshuka. Kuna wakati mwingine unajikuta mmoja upendo umeshuka, mwingine bado huko juu, amemwacha mwenzie juu yuko. Sasa ndio kazi ya huyu aliye juu kuvuta huyu ili apande kule juu. Mbaya zaidi ukishuka wote, ndio hawa wanaishia kudivorce.
Lakini watu ambao umeshuka mmoja anaanza kuvuta. Ndio maana usikate tamaa. Ukiona mwenzio umeshuka, wewe jitahidi kumvuta kwa zawadi, kumvuta kwa vitu mbalimbali, kumvuta kwa kumuonyesha unampenda. Mfanyie vitu ambavyo unajua anapenda, ili umvute arudi wapi? Ukujua. Usiseme sasa, yaani kuonyesha ya upendo alafu yeye halispondi. Mwenzio uko chini. Gari wao siku zote inasubiri kuvutwa. Vuta, mpeleke garage. Alafu baadaye utamwona tu kwamba sasa akili yake imeanza kurudi, unajikuta umerudi hali ya kawaida. Upendo unashuka, yes. Amen. Na toka kwenye segment hiyo ya upendo na furaha na kuja kwenye segment ya fedha. Ni matumizi ya fedha kwenye ndoa. Matumizi ya fedha yanapaswa kugawanywa vipi kwenye ndoa kati ya mume na mke? Ni nani anapaswa kuchukua majukumu ya fedha, au wote wawili, au inakuwaje hapo? Kwanza, kabla sijajibu swali, pesa ndio shina kuu la wanandoa kutengana. Nianze tu kwa kusema kabla sijajibu swali, mwanandoa usipokuwa na akili, ndoa yako haiwezi kudumu. Kwa sababu gani? Kiburi shina lake, asilimia kubwa kinachomwagilia kiburi ni pesa. Pesa ndiyo mbolea inayoboresha kiburi kwa wanandoa, kwa sababu kuna wanandoa bado hawajajua kwamba kwenye ndoa sio wote tutakuwa mlango wa fedha. Kwenye ndoa wengine ni mlango wa matumizi. Kuna watu ambao yani Mungu anakupa neema. Kwa mfano, si wako mama bishop na bishop, yeah. Kati yao mmoja ndiye huwa mlango wa pesa. Pesa zinaingilia kutoka kwake. Kama ni mama zinaingilia kutoka kwake, au baba zinaingilia kutoka kwake. Sasa huyu ambaye pesa inaingilia kutoka kwake ndiye anapasa kuomba sana Mungu amwepushe na kiburi. Kwa sababu mmewahi kuona ndoa za watu wengi ambazo zimevunjika. Ukiuliza kwa nini, mmoja anasema alikuwa ananidharau, si kwa sababu ya pesa zake. Wengine baada ya pesa kukua nyingi, anaamua kuwa na madharau na kiburi. Hasa wenzetu wanawake, akipata pesa alafu kiburi kikainuka, mwanaume ni kiumbe ni kigumu, yani ni kidhaifu kuvumilia kiburi cha mwanamke. Kwa sababu mwanaume ni kama maskini jeuri. Hata sipokuwa na chochote, anataka heshima yake iwe juu. Sasa mwanamke na yeye aliumba kusubmit, yani kuwa chini ya mtu. Sasa bahati mbaya, kusubmit huwa kunaendana na uchumi. Yaani huyo mtu ambaye unakubali kuwa chini yake, automatically awe amekuzidi pia na uchumi. Uchumi wa huyu ukiwa mdogo, alafu huyu anayepaswa kushuka kama na uchumi mkubwa, ni kibarua. Ni mpaka huyu apewe neema ya kuelewa kwamba mimi Mungu amezipitisha pesa kwangu, lakini haziwezi kunibadilisha. Ndio maana siku moja nilikuwa nafundisha, huwezi kujua mke wako kama na kiburi mpaka pate hela. Zimwagilie moyo. Hizo zikimwagilia moyo, ndipo utajua mke wangu ana kiburi au hana kiburi. So maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba wanandoa wakijua kwamba pesa humu ndani automatically haziwezi wote tukawa tunazileta kwa wakati mmoja kwa wingi. Lazima mmoja iwe lango. Lazima mmoja liwe lango la fedha. Sasa huyu anapaswa, huyu ambaye ni lango la fedha, kujua Mungu amenitumia ili kuzifikisha pesa kwenye familia, lakini zikishafika ni zetu wote. Tukae, tupange tunafanyia nini. Sasa huyu ambaye lango la fedha kama zitafika, hajaachilia zile fedha kuwa za familia, ndio hiyo unaweza ukakuta mtu ana fedha anajiamulia kila kitu.
Akitaka kununua kitu hata amwambii, huyu anafanya. Akitaka kufanya anafanya. Hiki cha kwetu ndio. Umefanya ndio. Mbona hukuniambia ili iweje? Ulitaka kuchangia nini? Hapana, mawazo bila hela. Tulia. Kwa hiyo huyu mwingine kwa sababu ana hela anahisi kama hawezi kupokea mawazo yasiye na hela, anakuwa na kiburi cha kujifanyia mambo yake. Unaona? Kama ni mama anajifanyia mambo yake, kama ni mwanaume, sisi ndio balaa. Mwanaume kama mama huna kamchango kokote kakuleta mezani kushirikishwa, uombe neema Mungu ponde moyo wa huyu mtu. Mwanaume kisha akiona yeye ndo anafanya kazi, anapata mshahara na nini, anajiamulia mama mengine unaambiwa na watoto, baba anafanya hivi kweli, baba amefanya hivi kweli, unajaribu kumuuliza ili iweje? Unataka kujua ili kiwe nini? Sababu pesa ni zangu. Umekuwaona na wale wazee walevi, mume wangu punguza pesa na kunywa kwa pesa yako. Unanichangia ngapi? No. Yaani wewe kuwa mkono wa fedha haimaanishi ni zako peke yako. Kwa sababu na mimi hata kama siendi kazini, hapa nyumbani unaniacha na kazi. Nasafisha nyumba, naogesha watoto, napikia, nafanya kila kitu. Na mimi hapa nilipaswa kulipwa kwa kazi hizi ninazofanya. Nabeba mimba, nilipaswa unilipe kila mwezi kwa kubeba mimba. Kwenda leba utoe, kunyonyesha watoto wako, ulipie bili ya maziwa. Lakini sasa mimi nimejitolea zote hizo free ili kuokoa pesa zako zile ambazo na wewe unahangaika huko. Kwa ukiona pesa yako imekuja nzima, ni kwa sababu hapa nimeiokoa. Hujalipia maziwa, hujalipia kubeba vitoto vyako. Mimi sio boda boda. Nimebeba hii nani, mimi sio gari ya mchanga kwamba nitabeba mimba miezi 9 free. Ulipaswa kunilipa. Lakini nimesamehe ili tufanye maendeleo. Sasa hizo pesa za maendeleo sio zako peke yako. Kuna pesa nimeziokoa kwa kunyonyesha watoto bure, kwa kubeba. Sasa haya yatawezekana ukiwa na mtu anayejitambua. Amen. Mnakumbuka juzi nimesema kuishi na mtu anayejitambua. Akijitambua anatambua na kazi zako. So sasa nijibu swali lako kwamba kwenye matumizi ya fedha automatically hasa sisi wa Afrika 10% inakuwa ya mtu. Ulaya ndio ambao kila mtu anatumika, kila mtu anafanya kazi. Lakini hapa hata mama akifanya kazi ni tule tu tudogo. Unaweza kukuta baba ndiye anaingiza pesa nyingi sana. Au mama kama amebahatika ameajiriwa, analipwa, mama ndio analipwa na nini, baba alipwi, anakuwa na tupesa tudogo. Sasa tukisema mgawanyo tutakuwa tunajidanganya. Kwa sababu mimi ni kamto alafu mwingine ni ziwa. Kwamba tuanze kugawa maji ya ziwa na kamuto, mimi hata tumaji twangu nikiweka mule hata hatuonekani. Kuliko. Kwa inabidi huyo ambaye kipato chake ni kikubwa zaidi, yeye ndo atumie busara. Amen. Na hekima katika kupanga matumizi, kama ni kulipa rent, kusomesha watoto, kufanya nini. Wakati mwingine anaweza kumwambia mke wangu, wewe pesa yako ni ndogo, niachie rent na watoto kusomesha. Wewe nunuaga tu samaki na tudagaa na tunini, tuendelee kula. Haya makubwa haya niachie mimi. Kuna wengine wamegawana na mnayo. Ni sawa kuweka wazi kipato, kwamba mimi kipato changu naingiza kiasi fulani. Ni sawa kumweka wazi mwenza wako. Kinachofanya watu wafichane ni kwamba bado wanakuwa hawajaungana kuwa mwili mmoja. Lakini pili ni lile ambalo nilisema jana. Unaishi na mwenzio akili yake haiko sawa. Ukimwambia nalipa milioni 2 kila mwezi, yeye anaanza kuzitumia hizo milioni ngapi? Hizo milioni 2. Hizo milioni 2 yeye anaanza kuzitumia hata kabla mshahara hujafika nyumbani. Kwa sababu mama anasema mume wangu analipwa milioni 2. Sasa ndio najibanaje? Kwa mfano, anakopa vitenge, anakopa viatu, anakopa nini, vinafika mpaka milioni. Alafu ikifika tarehe, anajua unalipwa tarehe 28,
tarehe 26 anaanza kukwambia, yaani hapa nadaiwa viatu na nini. We, ulikopa? Anasema si nani tutalipa. Wewe si unalipa na nini ngapi? Unaona? So sometime tunapaswa kuwa na busara. Mwenzi akikwambia pesa zinazoingia, basi tumia hekima, usianze matumizi hata kabla mshahara hujafika, ito kwa sababu unajua kinachopatikana ni kiasi gani. Lakini kwa kujibu swali lako, wale ambao ndoa zao haziko na shida, kila mmoja anajua mwenzangu anapata kiasi gani. Wale ambao wanafanya kazi serikalini au kwenye makampuni. Lakini habari za biashara ni unapata leo, kesho unakosa. Huwezi kusema napataka kiasi hiki, kwa sababu unazopata leo sizo utakazopata kesho. Lakini wale ambao wameajiriwa, wengine wameambiana kabisa. Wengine hata wanajua naweza nikafa ghafla. Sasa mwenzangu kama haelewi chochote, pesa zitapotea. Kwa anachokifanya anakupa uelewe. Anafanya kazi mahali fulani, benki ni hii, kila kitu ni hiki, ili hata kitokea ameondoka duniani unapaa kuanzia. Kwa sababu unajua mabenki mengi yanafaidi sana pesa za watu ambao hawaeleweki. Hujamwambia mwenzio, hajui kama una akaunti, hajui nini. Hivi ukifa mwenzako anaanzia wapi? Kuna mabenki ambayo sio matapeli. Wanajaribu hata wewe ukitangulia ukafa, wanajaribu kufuatilia kwamba huyu alikuwa mteja wetu, andikeni hivi, fanyeni hivi ili tuwalipe pesa zenu ziko huko. Lakini mabenki mengine wananyamaza. Sasa tunawasubiri waje. Sasa mnaendaje na hamjui kama alikuwa na akaunti mahali fulani? So inategemea na kichwa cha mwenzako. Ukiona na muamini na yuko vizuri na yeye ni muwazi, ni vizuri kuweka na wazi, kwa sababu duniani tu wapitaji. Sawa. Kwa mfano mimi ndio sosi ya kipato. Ninaingiza kipato. Ni sawa ninapotaka kufanya maendeleo au ninapotaka kufanya jambo fulani kwa ajili ya familia yetu, kumshirikisha mwenzangu au nifanye ndo nimwambie nanunua kiwanja Bunju na kuja kumwambia sasa nimenunua kiwanja Bunju. Hayo ni makosa. Unajua mkisha kuwa na mke na mume, hasa ngoja nianzie chini, msifichane. Hata mkiwa wote hapa, ukitaka kwenda toilet mwage kwamba samahani naenda, alafu mwenzi asema uende salama urudi salama. Sasa kama unaweza hata kumwaga toilet, kama unaweza hata kumuuliza ndio narudi nyumbani nilete nini na nini, leta mboga hatuna, pitia na hapo supermarket tuletee maziwa mgando, tuletee hiki. Kama mnashirikishana mpaka vyakula, sembuse ndio mambo makubwa. Unanunua kiwanja mpaka unalipa, mwenzio ajui. Umeanza kumwaga na mchanga na kokoto na mawe, mpaka unajenga nyumba unasema itaka iwe surprise. Sawa, kuna wakati unaweza kumsurprise, lakini kuna wakati surprise inategemea na unaye msurprise kama atakuelewa. Kuna mwingine anaelewa sio surprise ni dharau. Hukunishirikisha kwa sababu nilijua mimi siwezi kuchangia chochote. Shetani wa Eden hakufa, yuko hai. Kwa sababu shetani wa Eden wanamuita nyoka, ni wazo ovu. Wazo ovu mpaka leo lipo, linaweza kufikiria kwenye kichwa cha mwenzako kwamba amenunua kiwanja, ameandikisha. Sasa wakati anaandikisha, jina langu inamaanisha mle halimo. Kwa sababu katika ulimwengu tulionao sasa, kiwanja kinapaswa kuwa na majina mangapi? Mawili. Jina la baba na la mama. Kuna wengine wanaorozesha mpaka watoto. Kwa hiyo sasa kama alienda, inamaanisha amekuorozesha hata wewe kule bila wewe kujua. Alitakaje akwambie? No, hai make sense. Kama unafanya maendeleo, muulize mwenzio, tunataka tununue kiwanja. Unapenda Mbagala au Kiruvya au Chalinze au wapi, na mnajadiliana kwamba kule maji ni shida, kule ulinzi ni tabu, huku usafiri itakuwa tabu, huku umeme itakuwaje, huku mnajadiliana, mnapata eneo ambalo wote mnaafiki. Kwa hiyo sio vizuri kufanya maendeleo makubwa bila kumshirikisha mwenzako. Amen. Okay.
Okay, tubaki hapo kwenye eneo la fedha. Kwa mfano kati ya wenza wawili wote wana source ya kipato. Yaani wote wana chanzo cha kipato. Mume ana chanzo cha kipato na mke ana chanzo cha kipato. Je, ni sawa wawe na account moja, joint account, watunze fedha zao pamoja, au kila mtu awe na account yake? Ikitokea matumizi kila mtu ana draw anaweka mezani, au wawe na account moja? Hili ndio limeleta matatizo Ulaya. Ulaya wengi wana akaunti hii moja. Mama anatumika zinaingia, baba anatumika zinaingia. Sasa mwaka jana, si mwezi wa ngapi, nilikuwa nasuluhisha ndoa moja. Mama alikuwa, unajua nyewe wa mama mnatuamini sana. Yaani ukimwamini mume wako na muamini 100%. So mama alikuwa hata hahusiki na hiyo benki. Akitaka tukunani yule wanachanja tu, wanalipa, wanatoka. Hafuatilii. Sasa siku moja akaomba, naomba shilingi $500, nyumbani kuna tatizo 1 2 3 tutatue, kwa sababu wameniomba. Akasema, mume akasema hazipo. Hazipo? Zimeenda wapi? Zimetumika. Zimetumikaje? Unasemaje hazipo? Mimi ndio natumika viwandani wapi? Hela ziko mle. Sasa unasemaje hazipo? Hazipo. Mama anakwenda kuangalia statement ya benki. Kaprint. Kakuta pesa zimekuwa forward, transferred kwenda kwa mwanamke mwingine. Kumbe huyu mwanaume alikuwa na mwanamke mwingine Uganda. So alikuwa mpenzi wake, hata walipoenda Marekani, kumbe huku wanaendelea. Anamtumia hela. Kuja kuangalia hela, kumbe huyu mama anatumika, pesa zote zinaenda kwa huyo mwanamke. Wao wanatumia tu vyakula, tunini kidogo, lakini kumbe pesa zimeenda. So mnapokuwa na akaunti moja, mwe umefikia kiwango cha kuaminiana kiasi kwamba wewe unaweza kuingia kuangalia pesa inayotoka na mwenzio anaangalia, na matumizi yenu yako wazi, haina shida. Kama mambo yenu unaona kabisa huyu kichwa chake hakiko sawa, mnaweza mkawa kila mmoja na akaunti yake, lakini mkapanga matumizi. Wewe utakuwa unalipa rent, mimi nalipa watoto, sijui tutalipa na hiki. Mnaweka mambo yenu vizuri, kwa kila mmoja anacheza kwenye eneo lake. Ingawa pesa ya mwanamke haijawahi kuingia 100% kwenye familia kama mume anaka kazi analipa mshahara. Wanaume, naongopa. Pesa ya mwanamke, yaani kama mama analipwa $1,000,000, baba unalipwa $800,000, hiyo familia iko na $800,000. Ni wamama wachache ambao wanasema katika hii $1,000,000, $500,000 nitakuwa nakupa kuongezea matumizi mbalimbali. Hizi 5 niachie nijimwaye. Ni wachache. Wengi akipata hela yeni, nywele, magauni, viatu, ni ukimuuliza we kodi. Kwani mimi ni mjane? We watoto wanadaiwa sikufi. Baba yao amekufa. We sio nani? Mimi nafanya kazi kukupunguzia matatizo, ili usitumie pesa nyingi. Sasa Mungu aliniambia atanipa wa kunisaidia. Hivi alimaanisha wa kunisaidia kula au kunisaidia kuniongezea na kipato? Unaona? Kwa hiyo kuna wamama ambao wanasahau kwamba wao ni wasaidizi. Wasaidizi pia wa kuleta income nyumbani, chochote nyumbani, ili kupunguza mwanaume asilemewe sana. Tunaelewana wamama? Yaani unapookota kidogo, hatukatai mvae, hatukatai msuke, hatukatai muwe na vikoba vyenu na vitu vyenu, lakini angalau kuwe na kahera unakaingiza kwenye matumizi ya familia. Unajua kuna wanaume wamekonda sio kwa sababu wanaumwa. Majukumu, kinachokukondesha mke wako ana hela lakini hazitumiki. Wewe ndio unateseka. Watoto wake anauliza mpaka, kwa mfano mimi mke wangu nimfanya biashara, nimtafutia mtaji afanye, lakini nilimwambia hizi fedha nimekupa ufanye biashara, uwe na hela, ili
usinisumbue sana. Matumizi yako uwe na uwezo wako lakini pamoja na hela, napigiwa simu, baba, kuna magauni yametoka ya wake za watumishi. Jamani, kuna kiwanda kinatengeneza magauni ya wake za watumishi? Eti mama Bisho, kuna kiwanda cha magauni ya watumishi. Nikasema mimi sio mjane, mume yuko hai, tuma hela. Ngapi mama? Sio nyingi, 200 tu. Ndio, sio nyingi. Tuma. Wakati huo ni siku ya soko kule, na yeye ana stock kubwa ya mchele. Ameweka simu hapa, anahesabu hela. Natuma. Lakini lazima nitume. Kwa sababu gani? Mimi ndio wajibu wangu kumtunza, mbali na biashara anayoifanya, lakini wajibu wangu kwake uko pale pale. Ananiangalia rafiki yangu, sina namna, kwa sababu mimi nilimwambia mwanamke yeyote atakayepita mbele yako na gauni zuri akakutishia, mwambie nitamjibu kesho, nipigie simu tumujibu, usiteseke. Wewe ni kama mke kangu kamoja tu, na umeishi na mimi kwa uaminifu mkubwa, kwa hiyo nitakununulia nani. So pesa ya mwanamke sio ya kuitegemea sana. Unaona wanavyoshangilia? Unaona wanavyoshangilia? Pesa ya mwanamke, marafiki, nasema uongo? Yaani pesa ya mwanamke sio ya kuitegemea sana. Yaani hawa na kusurprise na wewe unashituka. Akikwambia yule nimemlipia. Umelipa? Asante Yesu. Yaani uone muujiza. Hawa viumbe hawa. Sasa akakusapoti akiona wewe huna hela, huna ni. Ila sasa ukubali utanyanyaswa sana. Mwanamke akiwa na hela wewe huna. Kwa sababu Marafiare yupo, nitaka kusema kwamba sasa sitasema, lakini nilichotaka kusema ambacho sitasema kwa sababu Marafiare yupo, hasija kanisemelea Mbeya. Nitaka kusema yani, kama mwanamke ana hela wewe huna hela, ndugu, hata kama ulikuwa na uchungu na kifo cha Yesu, lakini meza ya Bwana kukumbuka, alisema kuleni kwa ukumbusho wangu. Na kuambia kama kuna makanisa ambayo wanashiriki kila siku ibada, kila siku wanashiriki, lakini kama huna hela ni Jumamosi anakupangia Jumamosi, unasema kwani anasema Yesu aliteswa? Ndio, utakumbuka Jumamosi kifo chake. Hizo siku zingine mimi nachoka kwa sababu nakuwa kazini kutafuta hela, uniache nipumue. Kwa hiyo unakuta mwanaume anaisubiri Jumamosi kama kurudi kwa Yesu. Umewahi kuona mwanaume anauliza mara kwa mara, leo siku gani? Mnamwambia Alhamisi. Yaani siku haziendi. Kwani una safari? Hapana, nilikuwa nauliza tu. Kumbe Jumamosi haifiki. Kama kamemgomea. Lakini kilichofanya kagombe hela. Wanaume, tafuta hela. Vinginevyo utapewa kalenda. Ututubama utu. Tukipata hela na wewe huna, ukapate tu kameokoka kamenyoka. Asubuhi tumefundisha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amekajaa, hakata kusumbua. Kakipata hela ni zenu wote. Amen. Amen. Nadhani mtakubaliana na mimi kwamba kwenye eneo la fedha tumegusa sekta mbalimbali, kwa hiyo tumetosheka. Haleluya. Tunaenda kwenye eneo la uaminifu. Ndio. Je, usaliti unaweza kutokea kwenye ndoa? Sababu zake ni zipi? Na nifanye nini mwenza wangu akifanya usaliti tukiwa tuko kwenye ndoa na tumeokoka? Usaliti unaweza kutokea, ndio. Kwa sababu tumeona watu wakisalitiana. Nikisema hapana nitakuwa mwongo. Kwa sababu mimi mwenyewe nimesuluhisha ndoa nyingi za watu waliosalitiana. Ingawa watu tunaweza kutoa sababu,
Lakini sababu ya kwanza ni anguko la kiroho. Kama mwanandoa mmoja kama ameanguka, amemwacha Mungu, ingawa ziko siku hizi kuna imani nyingi wanasema hamna kuanguka, yaani ukiokoka ni moja kwa moja. Hata kizini ni sawa, ni mteula na zini na hakuna dhambi. Hii dunia hii mafundisho mengi. Lakini kama mwanandoa atakuwa ameanguka, amemwacha Mungu, hofu ya Mungu imeondoka ndani yake, hicho ni chanzo kimoja cha kusaliti. Kwa sababu mtu aliyejazwa roho wa Mungu yuko ndani yake, ni mtu wa maombi, ni mtu anamcha Mungu, mtu wa kanisa, hofu ya Mungu imejaa ndani yake, ngumu sana kumsaliti mwenzake, kwa sababu wakati wote analikumbuka andiko la Paulo wa Korintho wa kwanza mlango wa 7 kwanzia mstari wa 4 hapo wa 5 wangapi, anaosema mwanaume ameanza na kusema msinyimane, si ndio? Alafu pale chini anasema kwa sababu kila mwili ni belong to someone, yaani mwili wako ni mali ya mtu wako. Yaani kwa mfano viungo vyangu mimi ni vya mke wangu na vya mke wangu ni vya kwangu. Sasa kwa mtu ambaye anajua nimebeba viungo vya mwenzangu, ingawa viko kwenye mwili wangu lakini sio vyangu, ni vya mwenzangu. Sasa unaanzaje kutumia kitu cha mtu bila taarifa? Kama kuna watu wanakitaka, mpe taarifa, mwambie kuna watu wanataka kutumia viungo vyako, uko tayari? Atakubali? Hawezi kubali. Maana yake ni kwamba unapotembea njiani unatembea na viungo vya mwenzako, so huwezi kuvitumia viungo vya mwenzio kwa matumizi ambayo sio rasmi. So ukiniuliza usaliti, nasema yes, lakini zao la kwanza la usaliti ni kwanza huyo mtu awe amejitenga na nani? Na Mungu. Waebrania 3:12 anasema asiwepo mmoja wenu wa kujitenga na Mungu aliye hai, mtu mwenye moyo mbovu ambaye atadanganyika kwa udanganyifu wa dhambi. So usaliti yes, sababu moja ya kwanza ni hiyo, mtu anakuwa ameanguka kiroho. Ya pili, kwa wale ambao hawana kiroho sana, hiki kiburi cha mwanamke kumgomea mume wake. Niwahi kwenda nchi moja nikakuta, alafu ni wazee wa kanisa, mama amemgomea mume wake kwa miaka 7, na alijua huyu mwanamume ameokoka, amejazwa roho na hawezi kusaliti, kwa hiyo nitamtesa, hawezi kutoka nje. Na kweli yule baba aliishi kwa uaminifu miaka mingapi? 7, na wanalala wote, ni magumu. Halafu nimefundisha semina ya ndoa, namna ya kuishi na kiumbe kinaitwa binadamu. Nimefundisha kuishi na kamama kasumbufu kenye kisirani. Yule mama akaniambia, pastor, mimi ndio mwenye kisirani, mume wangu huyu nimemtesa miaka 7, nimekuja kwako tuombee. Nikasema sio swala kuombea, muombe msamaha mwenzako, umemtesa. Kamuomba msamaha, kamuongoza sala ya toba, wakarudi. Nikasema miaka 7 ni mingi, msirudi nyumbani, mkachukue hoteli mwende honeymoon, msiende kuwapigia makelele watoto. Wakaenda honeymoon siku 3, miaka 7. Lakini watu wako kanisani wanaimba, wanalembwa na macho, wanaomba paka machozi, Yesu, Yesu. Wakati mume wake akimwangalia mke wake anamwona pepo kabisa. So matatizo mengine ambayo yanafanya watu wanasaliti, kuna wanaume ambao hawana nguvu za Mungu sana, hawajaombe, mwisho anajikuta ameanguka katika usaliti. Lakini kuna wamama ambao wanaishi na waume zao wamewazio. Unajua hao wenzetu wanapenda urembo, yani mke wa mtumishi aonekane yuko sawa, so anaweza kakaa hapo kwenye kioo, anabadilisha nguo 5, hii anavaa, anasema hapana, hii sio sawa.
wewe mbona iko sawa? Hapana, haiko sawa. Anachukua nyingine, anavaa hii, haiko sawa. Sasa ile ili nisiharibu ujumbe, na mimi niwe mpole, maana nikimfokea akakasirika, hata mimi siendi kuhubiri vizuri. Kwa baba mama, basi jitahidi. Akajitahidi, akapata nguo, tukachelewa sasa. Mimi nikakimbiza huko barabarani. Bahati nzuri tu kama polisi wananiheshimu. Kimbiza huko barabarani. Napigwa tochi, nakutana na wale. Niwe pastor, wewe unakimbia kuokoa roho za watu, naenda. Nikafika kwenye mkutano. Sasa nilipofika nikachukua tu, maana nikakuta wanaimba wimbo wa kuabudu kumkaribisha mhubiri. Kwa hiyo akasema mtumishi amefika, kama anavyofanya Bishop Ezra. Mtumishi amefika, haya tunamkaribisha, na mimi wakanikaribisha. Kwa sababu ya kuchelewa nikafika hapo, tufungue Biblia, nikaanza kuhubiri. Mkutano umechangamuka sana. Lakini angalia mwenzangu, unajua unahubiri huko na mwangalia mkeo. Nakuta yuko mbali, sura yake haiko sawa. Akasema nikajikaza, nikahubiri hivyo hivyo mpaka nikamaliza. Tunafanya maombi, anaombea lakini yani unaona kabisa yani ni kama hayuko pale. Sasa tumemaliza mkutano, tunarudi. Sasa mara zote njiani ndo namuuliza mkutano umeendaje? Umechelewa sana leo, au leo ulikatisha, au leo kuna mfano mmoja ule haukuwa mzuri sana. Ananikosoa, najirekebisha. Kwa hiyo tunaenda. Au siku nyingine nasema hayo mkutano umeenda sawa. Watu wamebarikiwa. Hilo somo kesho fafanua vizuri pale. Na hivi sawa, tunaenda. Sasa siku hiyo namuuliza mambo yameendaje? Hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Nikajua hapa mambo hayako sawa. Nikapaki gari pembeni, nikafungua mlango, nikafungua wako wake. Nikapiga magoti. Nikasema mke wangu nisamehe. Inawezekana kuna mahali nimekosea. Akasema, wapi niambie. Nisamehe. Sisi ni binadamu. Akasema, kwa hiyo wewe leo ulihisi kama umekuja peke yako? Akasema, kwani siku zote unanipa muda mimi nasalimia makutano. Leo umefika tu na kushika maiki na kuhubiri. Kwa hiyo mimi pale sikuwa muhimu. Unajua niliona tumechelewa. Kwa hiyo uliona ule mkutano ndio wa maana kuliko mimi. Nikasema nisamehe mama, nisamehe, sitarudia. Yameisha. Akaninyenyua, tukakumbatiana, tukaendelea na safari. Sasa hebu niambie, mimi ningeamua kusema mimi ni mwanaume, akinuna shauri yake, hivi hiyo siku tungeimalizaje? Tungefika nyumbani, ule mgogoro ungekuwa mbaya zaidi. Na kesho asingekubali kwenda kwenye mkutano. Angesema nenda mwenyewe. Alafu mimi kwenye mkutano niwaambie mke amerudi, ameenda wapi? Kumbe tumevurugana. Kwa hiyo vitu vingine ni vidogo, ukikosea ili kumaliza mgogoro, shuka. Wewe uliyeona, shuka. Kama ni mke ametangulia, shuka. Kama ni mume ametangulia kuona hii ni shida, shuka. Unaposhuka unamfanya mwenzio ajikuta amebaki peke yake kule juu. Mwisho na yeye anashuka. So njia ya kumaliza migogoro ni kushuka unapogundua umekosea. Using'ang'ane kwa sababu haitakusaidia. Amen. Ni tubaki hapo hapo kwenye kipengele cha kushuka. Kwamba umesema ni muazime kichwa changu au kuamua. Sasa nimemwazima kichwa changu kuwaza au kuamua. Nimeshuka, lakini yeye amekuwa ni mtu wa kujihesabia haki mara zote. Nifanyeje? Niendelee kushuka? Unajua kwa nini Yesu alisema 7 mara 70? Maana yake kama 7 mara 70 anamaanisha bila kikomo. Ndio tafasiri yake. Kwa sababu mtu hawezi kukosea 7 mara 70 ni ngapi? Si 100. Sasa mtu anaweza kukosea mara 490 kwa siku. Hata kama ni shetani kiasi gani. So Yesu alikuwa anamaanisha kwamba mtu hata kukosea mara ngapi, kazi yako wewe ni moja ya kusamehe. Kwa sababu kama umeoa mwanamke ambaye kushuka ni ngumu, siku zote anajiona mwenye haki, siku zote anataka uombe msamaha, na ndio maisha yake,
yakubali. Hayo ndio maisha yako, huo ndio msalaba wako, mpaka mtakapofika Golgotha, kifo kitakapowatenga. Huyo ni wako. Huwezi kusema sasa mimi ndio nitakuwa natubu kila siku, mimi ndio nitakuwa natubu kila siku. Sawa, sasa kama wewe ndio mzima kwenye hiyo ndoa, ndio mwenye akili, huyu mwingine ni saa 10 kasoro, sasa utafanyaje? Na maana yake Mungu alikuweka wewe uwe msaada wa huyu. Ndio maana nasemaga hivi, ndoa watu wanashindwa kuelewa. Ndoa tumeitafasiri kinyume. Ndoa ni wito wa kwenda kutatua matatizo ya mwenzako, sio wito wa kwenda kutatuliwa. Ni wito wa kwenda kutatua matatizo ya mwenzako. Sasa sisi tunaingia na mind iliyo vice versa. Kila anayetaka kuoa aoe mtu wa kutatua matatizo, kila anayeolewa apate mtu wa kutatua matatizo. Hiyo ndio inayotutesa. Ndio maana niwahi kusema, umewahi kuiona mtu anaandika taraka kwamba nampa divorce mke wangu kwa sababu nampikia chakula hali, nafua nguo havai, nafanya hiki hapendi, nataandika kitanda halali hapo. Na uliwahi kuona divorce za namna hiyo? Divorce zote ni hanipiki, hanifuri, ataandike kitanda, afanye. Yaani hanifanyii. Wakati ndoa ni wewe kumfanyia. Kwa sababu unaenda kutatua matatizo ya mtu. Kwa maana ya kwamba kuna wakati umeoa mama hajui kupika, inabidi uingie jikoni. Umeoa kama mama nguo kanafua zitakati, inabidi uende kumfundisha jinsi ya kufua na kufanya nini. Kama nguo ni nzuri ambayo hutaki ifue mwenyewe, kwa sababu umejua madhaifu ya mwenzangu, nguo analoweka tu zinapelekwa kwenye kamba, utafikiri zimeroa na mvua. Na yeye ndio uwezo wake ndio umeishia hapo. Kwa mfano wengine walikuwa ni mashefu, wanajua kupika. Ameoa kama kanapika chakula tofauti na elimu ya kwake. Msaidie, mwambie mama, ukichemsha wakati wa kuvikaanga niite, kwa sababu ina uzoefu, au nitakufundisha. So hiyo ni namna pia ya kutatua migogoro. Kwa sababu na hata kukosoa. Unajua kukosoa ni mzuri, kukosoa mtu, lakini sio rahisi kukosolewa. Kwa sababu mwanadamu, kiumbe chochote kinachoitwa mwanadamu, kwanza, moja, kinajipa haki; mbili, kinajifanya kinaelewa sana; tatu, kinaona kabisa akikosei, kikakosea bahati mbaya sana. Yaani ndio maana unapomkosoa mwanadamu usimwendee direct, mwendee indirect. Yaani usiende moja kwa moja, nenda kwa kuzunguka kidogo. Ndio maana unafikiri kwa nini Ayubu ni Ayubu alikuwa anasema mtukane Mungu ili ufanyeje? Ufe. Ayubu alisemaje? Alisema wewe ni mpumbavu? Alisema unaongea kama wanawake wapumbavu. Yaani unaongea kama wewe sio, ila unaongea kama. You are talking like you are among. Yaani kama vile we mke wangu sio mpumbavu, ila kwa leo umeongea kama. Lakini ukweli, aliongea kama au alikuwa mpumbavu? Lakini why mume wake hakuongea? Kwa sababu moja, elewa, Mungu alisema nitakupa wa kufanana naye. Sasa ukishasema huyu ni mpumbavu, aliyetangulia ni nani? Si wewe ndio ukatafuta mpumbavu mwenzako? Kwa ni wa kufanana naye. Sasa ili ujiondoe kuwa sio miongoni mwa wapumbavu, kwa inabidi uanze na huyu ili na wewe ujitoe kwamba unaongea kama. So mara nyingi tunapokosea, paka unaona kabisa kama mke wako na yeye hataki kukosolewa, unaenda direct. Mwanamke sio kiumbe cha kwenda direct, ni kiumbe cha kuzunguka. Ndio maana hata nyoka hakumwambia mwanamke chuma tunda hili, alimzunguka akasema eti
eti mumeambiwa matunda yote msiyale. Eti alipunguza ukali, mama akasema, akaingiza majadiliano. Amesema kama Mungu mjanja, anajua mkila mnafanana naye kweli. Mazungumzo mpaka machumba yakafanana. Sisi wanaume kinachotutesa ni watu ambao tunapenda kwenda direct. Tunashindwa kuelewa hata dokta akitaka kuchoma sindano hata kitu huko hii. Kwanza nani anakuandaa kisaikolojia? Anachanganya dawa hivi afa na kuangalia kwamba jiandae kisaikolojia. Alafu pili, pale anapotaka kuchoma anachukua ka brush, ka sponge, anafuta kidogo. Kwani anafuta, ulimwambia wewe ulienda huko hujaoga? Anapofuta ameona vumbi hapo? Hapana, hiyo yote ni kisaikolojia, yaani kuonyesha anakujali, anakuheshimu.